na wakati tunaomba kura za kupewa nafasi hii, tulikuja kwenu mkatueleza kuna mambo ya msingi ya kufanya, lakini tulikuja pia tukawaelezeni tunayokusudia kuyafanya, lakini yale mliotupa kama kero tulienda kuyafanyia kazi pia. Kwa niwashukuru sana kwa nafasi na fursa ambayo mlitupatia. Kupitia Chama cha Mapinduzi mlimchagua hayati John Pombe Magufuli akiwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kama makamu wa rais. Wote hawa walifanya kazi kwa pamoja, kwa upendo na kwa amani. Lakini Mwenyezi Mungu alimchukua akatangulia mbele za haki hayati Magufuli, Mwenyezi Mungu amrehemu. Akabaki Dr. Samia Suluhu Hassan. Alibaki na kazi ngumu sana katika hali ambayo isiyo ya kawaida, katika hali ambayo taifa hili halijawahi kupata uzoefu nao wa kufiwa na rais akiwa madarakani. Ilikuwa ni kazi ngumu, hasa kwa msaidizi wake wa karibu Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini mama huyu kwa mapenzi ya dhati na kwa mpango wa Mungu hakuyumba. Aliendelea kupambana na kuhakikisha taifa hili linabaki kuwa salama, mipaka ya nchi inakuwa salama, na yale mipango yote iliyoahidiwa kwa wananchi mwaka 2020 inaenda kutekelezwa. Yalifanyika mambo mengi. Wakati huo tunakumbuka, wakati huo kulikuwa tuna changamoto kubwa sana ya umeme nchi nzima. Umeme ulikuwa hausio toshelevu, lakini mpango ulioamliwa ni kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere. Tunakumbuka tulikuwa tuna changamoto kubwa ya maji mpaka hapa Chamagua. Serikali hiyo hiyo, pamoja na msiba, pamoja na janga kubwa la corona, pamoja na vita ya wenzetu waliosababisha kule uchumi kuyumba na kubadilika, vita ya Ukraine na Urusi, vyote hivi havikutuathiri kwa sababu mama huyu alipambana kuhakikisha haya yote anayatekeleza, na akasema kazi iendelee, na kweli iliendelea. Naomba tumpigie makofi. Katika hayo yalivyofanyika ninavyozungumza leo, nataka kuambia katika ngazi ya kitaifa jinsi ambavyo mambo yamekuwa, lakini nitawaambia katika ngazi ya jimbo. Athari ikitokea kwenye ngazi ya taifa ni rahisi sana majimbo kuathirika, lakini katika ngazi ya kitaifa niwaambie Tanzania yenu iko salama na jimbo lenu liko salama, na ndiyo maana tumeweza kufanya mambo kadhaa ambayo hivi karibuni hapa niko na mgombea mwenzangu Elias Masumbuko. Kwa hiyo hakuna muujiza wa maendeleo makubwa yenye matrilioni na mabilioni hapa Shinyanga kama Samia singeidhinisha. Lakini pia hakuna muujiza mwingine kama pale katikati msingemweka Katambi, angeweza kuidhinisha fedha zingeishia mifukoni mkawajanja. Fedha zenu ziko salama na miradi imetekelezeka, na leo tuko hapa kuwaelezeni tulioyafanya kwa kipindi cha miaka 5. Na baada ya hapo tawaelezea tunayoyapanga kuyafanya kwa miaka 5 itakayofuata. Wakati mnakuja kwenye kata hii, niliwaombeni kura kwa ajili ya rais wa CCM, nikawaombeni kura kwa ajili ya mimi mwenyewe mbunge mtoto wenu, nikaombeni kura kwa ajili ya Elias Masumbuko. Mkanipa mzee huyu, amekuwa msaada mkubwa sana kwangu. Halmashauri hii leo tunakusanya zaidi ya shilingi bilioni 6 mpaka 7. Wakati tunaingia Masumbuko shahidi ilikuwa chini ya bilioni 1. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba mapato yenyewe yalikuwa hayatoshi kutoa huduma za wananchi. Fedha tulizokuwa tunakusanya ulikuwa huwezi kufanya chochote Shinyanga, na ndio maana tulibaki kuwa na sura ya umaskini. Tulibaki kuonekana wenye dhiki na taabu kwa sababu viongozi ambao walifanya kazi nzuri kwa nafasi yao, lakini kulikuwa hakuna kasi. Kasi lazima tukubaliane zinatofautiana. Mimi na Masumbuko tulikuja kwa kasi kubwa, na bahati nzuri tukakuta mwenye kasi zaidi Dr. Samia Suluhu Hassan. Na ndio maana leo yuko tayari kusimama hapa mbele, hatakuwa na matusi, porojo wala propaganda. Atawaeleza mambo ambayo tumeyafanya katika kipindi cha miaka 5, haijawahi tokea. Sasa tunakuja mbele yenu waheshimiwa wananchi kwa unyenyekevu mkubwa na kwa heshima kubwa, kwamba muendelee kutuamini kwa sababu tulioyafanya ni makubwa kwa kipindi cha miaka 5. Ukilinganisha tulioyafanya sisi na Dr. Samia, huwezi kulinganisha na miaka hata toka tupate uhuru. Huyu ndugu yenu kwa wema wake na mapenzi yake ya dhati
ameona azungumzie yale majukumu makubwa ambayo tumempa ya jimbo zima, ambayo akisimama kwa niaba ya rais na kwa niaba ya mbunge tuliokuwa tukimtuma kwa fedha tulizokuwa tunazileta. Lakini katika kuyaeleza yale, kwa sababu ya nafasi ya umea, asingeweza kusimama hapa peke yake akaongelea Chamagua, angekuwa mbinafsi huyu. Ameonyesha uungwana wa hali ya juu, mpigieni makofi. Kaongelea mpaka kata za wenzie. Hapa Chamagua peke yake kwenye sekta ya elimu ni masumbuko huyu. Amesababisha ujenzi wa madarasa. Tumeweka zaidi ya milioni 80, tukaja awamu nyingine tena 20, tumejenga kwenye shule zetu zote za ushirika na Chamagua. Makofi kwake. Lakini masumbuko huyu aliniambia shule ya Chamagua haina kompyuta, haina photocopy machine, lakini pia haina zile printer kwa ajili ya mitihani. Nikamletea masumbuko, tukazimwaga pale shule ya sekondari. Watoto wanasoma, hawapati shida ya kuprint mitihani, hawapati changamoto yoyote. Hii barabara tukitengeneza isiwe ya kupita tu watu hapa. Tukitengeneza pia hii barabara iwe na taa za barabarani. Na tutakuandalia sehemu ambazo zitakuwa ni za wazi, tu design maeneo maalum kwa ajili ya biashara. Lakini mbali na hivyo, tuweke hata kama ni mwekezaji wa kiwanda kule, tuone malori yanapita hapa, yataleta ajira kwa watu wetu, lakini pia itasaidia uchumi wa watu wetu, kwa sababu mwenye kiwanda atalipa kodi, tutapata ajira kwa ajili ya watu wetu. Hapo vipi Chamagua? Lazima tuwe na viongozi ambao wanapanga mikakati ambayo inalenga kwenda kukuza uchumi wa familia. Ndugu zangu, hatuwezi kuendelea kwa pesa ya kupewa. Uongo kweli? Hata taifa letu ndio maana hatufanyi kazi kwa pesa ya kupewa. Ukipewa pesa ya kupewa huwa haitoshi. Uongo kweli? Lakini pia hata pesa ya kuokota huwa haitoshi. Uongo kweli? Hakuna muujiza isipokuwa sisi kutengeneza miundombinu ambayo itatusaidia kuweza kujenga uchumi zaidi. Ni wananchi wakienda hospitali wakute madawa, watumishi walipwe, walimu walipwe, elimu bila malipo iendelee. Ni bilioni 40. Tunazitoa wapi pesa hizi? Manake ni kazi ambayo masumbuko atakaa na baraza la madiwani. Yatakayowashinda wananipasia mimi. Wakinipa mimi naenda nayo bungeni. Yanaenda kwa maandishi kupitia ngazi ya mkoa, kwa rasi na mkurugenzi, yanaenda kwa rasi, tunakutana nayo bungeni kwenye bajeti ya mkoa, lakini pia kwenye bajeti ya mahitaji ya halmashauri. Tunaeleza changamoto kwenye wizara husika. Kama ni jambo la kilimo, pembejeo. Kama ni jambo la elimu, tunaeleza. Kama ni jambo la afya, tunaeleza. Changamoto tulioikuta sisi ni kubwa, ndugu zangu. Katika kata zenu zote 17, vitongoji 84 na vijiji 17 vya jimbo hili tumepeleka maendeleo, ikiwemo Chamagua.